Naam, wanasema kwamba talanta ni nyingi, sanaa ni nyingi sana katika ulimwengu wa wanahabari. Lakini leo hii basi katika sanaa mojawapo ambayo kwamba nitakuwa naizungumzia ama tutakuwa tunaizungumzia ni sanaa ya upigaji picha. Na leo hii kwa bahati nzuri niko naye bingwa fulani aitwa Lumbasi. Hilo ndio jina analojulikana nalo kwingi, lakini labda yeye mwenyewe atujuze jina lake halisi ni nani. Karibu kwanza bingwa wangu. Okay, asanteni sana. Kwanza nitamshukuru kwa kunikaribisha leo, kunialika katika Amaika TV. Naam. Nimefurahia sana mwaliko wenu. Ni kitu ambacho kwamba tumepanga kuanzia mwaka jana na Papa Chiteri. Tuweze kuja kuwa na mazungumzo ya hapa na pale, lakini mambo ni mengi. Hatukufanikiwa kuweza kufika, lakini ya Mungu ni mengi, ndio maana nimeona leo tumekutana hapa. Kwa majina naitwa Justus Lumbasi, lakini kwa mtandao wengi wananijua kama Lumbasi Junior. Lumbasi Junior. Lumbasi Junior. Najua mara nyingi wao ukisikia kwamba mtu aitwa fulani alafu Junior kumaanisha kwamba baba alikuwa mtu ambaye yuko vizuri ajulikana sana. Vipi buda kwa fahamika sana? Buda kwa anafahamika, ila Junior jina Junior. Unajua sasa kwanza kwa hii industry ya kupiga picha. Najua sasa mimi venye nilikuwa mdogo nilikuwa nafuatilia sana kijana anaitwa Festus Junior. So nikaona kwangu pia kwa vile namfuatilia yeye, pia mimi nikasema acha yangu ikuwe Lumbasi Junior, but sasa isikue Junior in full, just JNR. JRL ama R JNR. Junior. Sasa unasema kwamba mtu ambaye uko unamtazamia kwa mdogo alikuwa Festus Junior. Na nimemtafuta sana by the way. Festus Junior yako tu shughuli ndio mingi za hapa na pale, lakini Festus yako hata jana nimeongea na yeye akiwa hapo Mumias. Naam. Ako tu. Kwa hivyo bana, okay, kutana naye mwambie namtaka sana kwa sababu tumezungumza, lakini hakuna kile ambacho tumeafikia. Mwisho wa siku kando na Festus Junior kuna wale watu ambao kwamba wanapiga picha vizuri sana, mfano za sport, kuna Gay Images. Wewe nani ambao kwamba unautazamia sana kuja kuwa mpigaji picha ambaye kwamba akiweka katika ramani ya wapigaji picha analinganishwa na mtu fulani? Labda unazungumzia hapa Kenya, duniani kwa ujumla, yule mtu ambaye kwamba unaona mazee huku kuzuri. Kwa mfano kuna shirika la The Gay Images. Hapo sasa itakuwa ngumu juu sasa unajua mimi naye juu kwa maana yani mimi bado na chipukizi na kuja, unajua sana nafuatilia kila mtu. Bado siwezi sema huyu na huyu kwa maana kila mmoja anafuatilia naona kwa sawa. Lumbasi ni mzaliwa wa wapi labda? Mimi ni mzaliwa hapa chini hapa Shianda, hapo KMTC. Lakini sasa maeneo yangu yenye nimekaa sana ni pale Mwitoti. Mwitoti hapo tu kwa shule St. Martha's Mwitoti. Mwitoti walikuwa wanatesa sana, ilikuwa 2024 2024 hapo. Wamekuwa kisumbua sana. Piga hata hii timu yenu ya GC ya wakalia. Unasema timu ya Mwitoti ilipiga timu gani? Sijui kama ni yako. Mimi sina timu, labda ya Fochi, lakini sio mimi bwana. Piga ile timu ikalia, kasema ni hali ya mpira kwa chapia zetu. Kulikuwa na appeal pia wakati huo? Hakukuwa na appeal. Wana watoto wadogo akina Dennis Biketi bado wadogo, Abdul bado wadogo, akina Byron Okumu vijana wadogo hata ukiapili unashangaa unaapili nani. Lakini inakuaje huna jezi ya Mwitoti lakini una jezi ya Jobo? Unajua sasa Mwitoti ni timu ya nyumbani. Unaona? Na kwanza kusupport kitu lazima uanze na timu ya nyumbani. Alafu ukiangalia timu kama ya Mwitoti si timu imepeleka mizizi kama Jobo, unacheki. So timu ya Mwitoti ni timu bado ni dogo changa ndio ina grow. But Jobo ni timu tuseme timu ya national. Yaani inafahamika vyema. Alafu sasa unajua kuwa shabiki wa Jobo, mimi ni madhani kwa mdogo na coach wao akiwa bado St. Peters, Mr. Silvanos Were, akaenda Jobo, bado tunafuatiliana naye shughuli mingi za nini na hapa na pale. So akaniona kama mimi sasa ni shabiki wao sugu sana. So hii jezi hata kupata ni ile tulikuwa tumeorganize friendly na timu ya Bunge. Unajua Bunge FC hapo ya Mwitoti. So hiyo kwenda Bunge friendly huko, so akaona like nimekuja shule yao na saa
angeniacha tena, nimekuja mpaka kwao na mimi ni fan wao tena utoke hivyo tu akaamua kutunuko. Nitunuku. Bunge FC mnatuweza kweli sisi ya Mike FC? Mnatuweza. Mko vizuri, mko na kigesi, mko na kibavu cha kutuzuia. Kujeni. Sema unajua mpira udunda. Wewe hujui bwana. Lakini timu ya Bunge ile kukaa nimekaa nao. Si maybe watuletee Gor Mahia. Wapi? Sisi ni wabaya bro. Mike FC ni mbaya sana. Labda nyinyi mchukue hizo timu zimekuwa hapa Buhungu juzi za entertainment hizo. Lakini Bunge unajua Bunge sasa ni vile tu, unajua Bunge ukiangalia wale wachezaji wa Bunge FC ni wachezaji ambao kwamba wako na vipaji. Unaona? Ni vile tu yani hii timu hatungeanzia level ya juu, ilikuwa tuanzie chini tukipanda. Lakini hapo chini naona hatuna mpinzani. Na wewe unapiga? Mimi shughuli mingi tu za. Mimi nimepiga mpira nikiwa kuanzia kidato cha kwanza. Tuseme nimeanza mpira kitambo sana nikiwa mdogo. Nimecheza tournament, nikaingia kidato cha kwanza nikacheza mpira. Mambo ni mingi, nikiwa form 4 hapo magoti katoka. Nikatibu ile passion ya mpira, nikarudi kwa mpira, kufika kwa college tena magoti ya pili katoka. Nikasema hapa ni ngumu. Ungeenda kwenye masumbwi kama magoti yanatoka. Nikasema hapa ulemavu sasa nikaachana nayo. Nikasema acha sasa nirudi kwa juu sasa napenda mpira na singaacha kila kitu. Nikasema acha nirudi kwa piga picha. Sasa hapo kwa upigaji picha, you know, while most of the people are growing up wanasema kwamba when I grow up I need to be someone, nataka kuwa mwanajeshi, nataka niwe mwanahabari. Wewe ukikua unataka kuwa nani hasa kando na upigaji picha? Okay, mimi ni mwenyewe nilikuwa najiambia nikikuwa mkubwa azimio langu sana nilikuwa nifanye ufundi wa stima. Lakini sasa kujoin college nilienda hapo Wanga Technical and Vocational College. Na ndio tulikuwa waanzilishi. Na sasa hiyo kufika pale nikapata course niliendea electrical haikuwa. Kukendaje? Ikabidi niingia ICT. Na check. So kuingia ICT hivyo but nikajiambia siku moja nita make. But sasa nikadwell kwa ICT hivyo, but sasa nikaanza kufuatilia vitu za sporti sana. So mimi nilijikuta tu imeniingia kwa roho. Kila game nataka tu nilikuwa napiga picha na simu. Simu tu napiga picha, unapost, watu wanafuatilia hivyo tu. Nikakuja nikapatana na Festus Junior, imekuwa game za shule 2022. Tukakutana hapo akaanza kunifunza kutumia kamera. Hivyo tu mpaka venye nilikutana na kina Hilary Situma. Hivyo tu tukakutana na kina Brian na kina hata hivyo tu sasa nikaguru. So ile passion ikapanda na nikapenda tu hivyo. Inspiration ilitoka ndani ya roho yenyewe. Ndani ya roho tu. Nakubali. Sasa ndio maana unaonanga nikipiga kitu inatoka tu kwa roho, si ile ati umefosiwa ama umelazimishwa kufanya kitu. Yaani ile napiga kitu nyingine pia mimi nikiangalia hivi nafurahi. Bana, watoto wengi kutoka magharibi mwa Kenya huwa wanawasikiza sana wazazi. Kwako wewe ukimwambia mzazi kwamba mimi ni mpigaji picha na hii ndio inaniweka mjini, anakuelewa? Mzazi anajua. Mzazi anajua, lakini sasa ni vile mimi kukaa na mzazi hapo sasa ni noma. Noma kabisa. Juu the longest nimekaa na mzazi naweza sema maybe ni 1 week. Kukaa na mzazi? Hatuna mzazi penye tumekaa hivi kwa familia maybe ni 1 week. Na kukaa hivi mkipigia stories hapa na pale baba ni 1 week. 1 week since I was born. Sasa unajua mimi maisha yangu ilikuwa mrefu sana. Ukianza kuelezea hata tutamaliza. Hatuwezi. Sasa ni hali ya dunia. Mimi nasemanga as long as ulishazaliwa, mzazi amekukuza, umefika, umejielewa, fanya shughuli zako. As long as usiende against yeye. So mimi nilitoka nyumbani nikiwa mdogo sana. After mama na mzazi kukorofishana kidogo. Ikakuwa hivyo, divorce hivyo kidogo. So mimi nikaenda ushago kwa nyanyangu, nikaanza kuishi huko ujombani, nikasoma huko kuanzia nasari hapo
primary, secondary na college. Mpaka imekuwa 2024 nikimaliza college. Nimaliza college 2024. After kumaliza 2024 college, shosh mwenye nilikuwa naishi naye tukaachana. Kaaga dunia. So nikasema yes, wamenikuza, wamenifungua macho, nimejua kila kitu. Ikabidi nijianzishe maisha yangu mwenyewe, nikachukua nyumba. So napiga soli zangu nikiishi mwenyewe. Though mamangu ndio wana communicate naye, mzazi babangu, lakini sasa kuishi pamoja ndio maybe ilo fikra linakuja. Fortune, unaona vile watu wengi tumegraduate mwaka mmoja. Maisha inakuwa hivyo. Unajua maisha ni kujituma. Unajua ilifika mahali life nikakaa chini nikafikiria, nikaacha kusoma by the way. Kwa life yangu mimi nishaacha kusoma. Nikiwa mdogo nilikuwa class 7. Nikaacha kusoma tu kabisa. But nikakaa chini nikajiambia mzazi alishamake yake. Bana. Mimi na make life yangu. So nikasema nikiendelea hivi na baba na mama walipata, life yangu itakuwa ngumu sana. So ikabidi nikajirudisha shule mwenyewe. So support kidogo nilikuwa napata hivyo tu. Sasa unajua uzuri wangu nilikuwa sharp shule. So ili ikabidi walimu sharp boy wanishikilie, unaona. Ningekuwa advance hata singemaliza shule. Kujoin college same tu. Struggle tu kujuana na watu. Pambana tu hivyo. Nikashtukana nimemaliza college without any support, nikamaliza. Whether mimi life yangu ya college nashukuru sana kijana huyo rafiki yangu anaitwa Hamisi Waso. Hamisi Waso amesimama na mimi sana tangu nijuane, na nimejuana na Hamisi Waso 2022. Hamisi Waso anajishughulisha na masuala gani? Hamisi Waso amekuwa tu na kazi yake ya contract hapo Mumias Sugar. Ndio anapata hapo kipato chake. That's good bana. Best moments in your career of photography? Best moments maybe naweza sema ni imekuwa ya juzi. By the way hiyo picha imenimarket sana. George and Chris akidive. Unajua hiyo picha peke yake imenipea 1000k followers on Facebook. Nika-add nikafika 39. Picha moja. Ndio maana uliona hiyo picha ili trend sana na karibu kila mtu alikuwa anaipost. So naweza sema maybe hiyo ilikuwa my best kwa hizo KCSE. Kwenye KCSE. Bana, wanasema kwamba coming nationals, hata msimu uliopita walikuwa wanazungumza baadhi ya watu wakisema kwamba maphotographers, mavideographers itabidi walipe karibia 6,000. Unaona hili linawezekana? Maana kwamba wewe kama photographer ni mtu ambaye unajitolea tu kwenda kupiga picha bure, alafu unapostia tu results mtandaoni. Labda ulilipokeaje? Unajua Gadas, kuna masuala zingine watu tuseme watu wanaongea out of sense. Ama mimi wanachukulia maybe ni tamaa. Unajua hii kitu inatokea after. Unajua kama last year. National zikiwa Mumias. After ilikuwa ZH. ZH ilikuwa imejitokeza kusponsor national. Unacheki. So hizi nini zikiamua zinataka kusponsor hizi tournament. Unaona? Unapata kuna pesa wanaweka pale. Na hizo pesa zina include publicity. Na hizo publicity kupiga public hizi tournament. Marketing. Hizi marketing ukiangalia sana watu kama sisi ndio tunapiga marketing. Kweli. So hizi pesa zikishawekwa hapo. So hao watu wenye wamesimamia hizo miradi wanaona wanataka kuona hizi pesa tunakulaje. Like nikuulize sasa hizo 6,000 unatumia nani? Unampa nani kwanza? Unatumia nani hizo 6,000? Na hizo 6,000 unatuma za nini? Hapo sasa. Hiyo nini ya kutuma pesa ya kulipa ndio upige picha ilianzia last year. Ukasikia sijui wa kuuza vitu utalipa 2,000, sijui kupiga picha sijui nini. Tukaenda East Africa hivyo, East Africa ilikuwa hapa ukasikia ulipe sijui 8,000. But at the end of the day tulipiga picha bure. So hii kitu ya kulipa 6,000 mimi naona imetokea after KCB. Unaona KCB wamejiingiza wao ndio wanataka kusponsor hizi magame. Na KCB budget yao wamepiga budget ya 20 million. Of which 12 million out of 20 million is a publicity. So mimi naweza sema maybe hao jamaa wanataka waone venye wanakula hizi
12 million za publicity. Hizo zilizobaki sasa. Hizo 12 million za publicity. Juu ukiangalia kupiga picha watu wataanza kutafuta watu wanajulikana. Unajua sisi sasa si hatujulikani. Kweli. Sisi hawatuchukui kama ni watu. Tutaanza kutafuta watu kama Team Sunday wale, wakina Greg. Watu wanajulikana. Alafu unapata hizi pesa sasa sisi mnanyanyasika kidogo. Lakini kitu kimoja mimi kile ambacho nawazia ni kwamba hata sponsorship basi inafaa inalipa watu ambao kama wanafanya hizi michuano za shule ziweze kujulikana. Ndio wazo pia sisi tulikuwa nalo, tukasema maybe kama ingekuwa ni kulipa. Wangekuwa wanalipa hao watu wana market hizi game. Ukiangalia Guardians wanafunzi wengi sana wametoka kwa mikono zetu kujulikana. Mimi kama binafsi naweza sema kijana kama Umwami, Ronnie Ochieng, huyu wa Musingu. Huyu kijana alini approach last year regionals after game yao na Kibabii. Tukakutana pale Mia Sports Complex, tukasalamiana, akaniambia jina lake, nikamwambia langu, akaniambia nataka unisaidie. Nikamuuliza nikusaidiaje? Akaniambia nataka uko unanitag. Unaona? Unitag of which yani mimi naona like mimi ni mchezaji lakini I'm very underrated. Yeah, by the way. Unaona ni kama mimi si. Ndio maana Guardians ukifuatilia post zangu za mechi za last year kuanzia regional mpaka East Africa. Game ya Musingu ikicheza ama isipokuwa inacheza. Kwa kila post nilikuwa na post huyo kijana. Na nilikuwa na picha zake, nilikuwa nimempiga mapicha, alikuwa amenitumia zingine, akanipea hadi namba yake. Nilikuwa kila post nilikuwa naweka watch Ronnie Ochieng Omwami #8 kila mechi. Lakini the guy is good. Unakumbuka la season? Kwanza hapo uliona watu walianza kumfuatilia. Kila mtu akikuja. Nikiwa pale kwa stands nikiwatch game nilikuwa na game ya Musingu. Naweka watch Omwami. Kila kitu anafanya na ipost. Mpaka nahakisha watu wamejua Ronnie Ochieng ni mchezaji amevaa jezi gani. Number 8. Na venye game iliisha ya Musingu walikuwa wanacheza na final, walikuwa wanacheza na ama Jobo. Final ya Bukembe, yani Musingu walikuwa wanacheza na nini pale complex. Hiyo game Musingu walimaliza wakawin. Walikuwa wanacheza na Butere. I think ilikuwa Butere. Regionals. Na regionals. Watu walikimbia na wakabeba huyu kijana. After wameshajua Ronnie Ochieng ni nani. Wakamcelebrate na hivyo ndio kijana aliunda jina mpaka saa hii. Kijana amefunga shule, ameenda nyumbani, amenishukuru. Sasa hiyo ukiangalia Ronnie Ochieng amekuwa mchezaji standout player kwa timu ya Musingu. Kweli. Wewe niambie wale elfu sita walikuwa wapi? Wale elfu sita walikuwa wapi? They were nowhere to be seen. Sasa ndio nakuambia vitu zingine wa jamani kama maybe kutoelewa tu. Worst moments zako gani? Ni worst zipi? Moments. Worst moments kwa kupiga picha tena zinatokea hapa Mias Complex. Unapata Guardians wewe mwenyewe umejituma. Umetoka nyumbani unaenda kucover game fulani. Tuseme wewe mwenyewe umetoka. Unajua saa hii tunaangalia game gani? Juu saa hii photographers wengi wanaangalia game gani iko na market ya juu. Yeah, ina sell. Unapata Guardians timu kama Butere Girls ama Musingu ama nini inacheza kwa uwanja fulani. So unapata hao photographers wameenda kwa hiyo game. Wamejua watu wengi watafuatilia hiyo game. Juzi kulikuwa na game fulani ilikuwa Butere Boys walikuwa wanacheza na Sirigoi. Mia Sports Complex. Unapata Sirigoi hawajulikani. Butere Boys wanajaribu wanafahamika. Unapata sasa sisi tunaamua badala ya kwenda kucover game watu wamejaa huko wakina Team Sunday wako huko Kakamega, wakina Champe. Wacha sisi tuende nini? Tuende market hii yenye watu wajulikani hao. Unafika pale kwa gate wanakuambia toa kadi ya KCSA. Unashangaa kadi ya KCSA ndio uingie stadium kupiga picha ya wanafunzi. Inahusiana vipi na vipi? Tulivurugana na hao jamaa, tukavurugana, tukamwambia sisi hakuna kitu tunalipwa hapa. Sisi tunakuja kupiga hizi vitu kwa kutoka kwa kujitolea tu. Si ati tumekuja hapa tunatafuta tukulipwa ama nini. Tulivurugana lakini hiyo kitu haibambi. Hiyo kitu haibambi kabisa. Kwa masuala kama hayo labda unaona kwamba njia mwafaka ya kufanya masuala ya run smoothly ni gani?
maybe mimi naweza sema hizi board za KCSA Naam. saa hizi wameshatambua marketing ya hizi game zao zinakuaje. Kama game sasa hivi wanajua photographers ama journalist wakubwa kama Mumias ni akina nani. Sasa hivi wanatambua photographers wakubwa Kakamega ni akina nani. Wapi na wapi ni akina nani. Mimi kitu ningeweza sema tu, kama hizi games ziko hosted Mumias, let them lies with those people wanajua hawa ndio wanajulikana hapa kupiga picha. Wawatafutie watu wenye wanaweza wapigia picha safi. So hizo siku zikishafika za hizo game, hiyo list iko ready. Wanajua mtu fulani ako sekta fulani. Kuna maana kuna photographers, kuna nyinyi. Hiyo kitu kikuwa kwa mpangilio hivi utapata hizo mashida ziko. Lakini wewe unapata kuna watu wengine wamekuja, wengine sijui wanajulikana, unaingia pale kujulikana kwako ndio kuna kuingiza pale. Inakuwa ni ugumu sana. Inakuwa ngumu. Kipindi fulani mabingwa anasema kwamba mpira unapigwa Western. Tuseme hata kama finali ziko nje ya Western, ama tuseme kama si Western, tuseme kule Bonde la Ufa, basi finali haionekani kama kwa finali. Ile unalizungumziaje? Na hii ni kutokana na pia coverage upande wa Western na Bonde la Ufa, tunazungumzia Rift Valley. Kidogo kuna watu ambao wanajitokeza kukava zile mipira live. Mpira ukienda Nairobi no coverage, ama ni mtu mmoja, na pia matokeo hayajulikani. Mombasa vivyo hivyo Pwani. Ili unalionaje? Ni kwamba Western watu wamejitolea na wanapenda mpira sana kushinda huko kwingine, au mipangilio ndio mibovu? Mipangilio si mibovu, ila mimi kitu naweza sema ni watu wa Western wanapenda mpira. Naam. Alafu publicity ya hyping ya Western iko juu. Na sio Western tu peke yake. Ukiangalia, tukisema Western ukiangalia mali kama huku Busia. Naam. Busia mipira ziko. Timu ziko Busia, ukipata kina John Osogo wako Busia. Naam. Lakini unapata hizi timu marketing zao ule mtu akuanika yuko. Unapata. So ukikuja Kakamega ndio maana wanasema Kakamega is a home of talent. Unapata Kakamega kila mtu anajivunia timu yake. Unapata timu ni ndogo lakini hype yake mpaka yani unapata timu ukienda kukutana nayo, nani alijua Buteregali setaamka yuko hivyo? Hamna bado. Ilikuwa tu hiyo Ibinzo, kina Bishop Njenga wakati huo. Sasa hizi unaona kama sasa Rift Valley huko Trans Nzoia. Unaona Trans Nzoia saa hii Mitume ameifanya mpaka hizi matimu zinajulikana. Atatao. Ukienda huko Uasin Gishu, huyu kijana anaitwa Cornelius. Cornelius kila mechi yako. Ukienda huku Kisumu utapata Jose Tokles. Jose Tokles. So unapata hizi jamaa venye unajua wako na followers wengi, wanawafollow na wanapenda sport. So mtu anajaribu kuangalia hii timu ya huyo na name anaimarket ama anaipost ni timu gani. So unapata watu wanaanza kuifuatilia na vile anaihype. Ile zile caption anapeana, unapata sasa watu wana develop hiyo interest kufuatilia hiyo timu. Lakini ukikuja Bungoma, labda Hilary ndio ameanza kujaribu. Hilary Situma ameanza kuamsha mpira ya Bungoma. Kienda Busia kuna Frank, huyo anaitwa Frank de Fabrizo peke yake. So peke yake hataweza. Kienda kama huko penye game zimeenda tujui kama tutapata. Asema tunakwenda national sticker. Tujui kama tutapata. Ukienda Embu utapata maybe kuna huyo anaitwaje? Dama. Dama hizi cover hizo magame zote. Kidogo Kisii tunaona kuna kina Kangwana. So unapata Kangwana pia anajaribu kuzileta. Lakini ukienda mahali penye hizi nini haziko hatutoboi. Vipi wewe kama Lumbasi Nationals unaenda? National niko na miradi mingi hizo. Unajua mipango ya kazi ile ya kutafuta. Sasa unajua National tukienda tunaenda tu kujibamba. Ukirudi sasa hapo itakuwa ngumu. Naam. Tunaweza tukaangalia masuala ya football general kidogo. Kuna baadhi ya sema kwamba kuna shule hazina photographer
hazina hata page yao ya kuifahamisha. Kwa mfano kama Scorpion the Msingu, na Scorpion the Msingu iko inajulikana kama ni page ya sports ama page ya football team, lakini kuna baadhi ya shule zinacheza mpira lakini unaona kwamba wako active mitandaoni. Athari ya kuwa na page kwenye Facebook ni gani? Maana tunajua kwamba ili mtu aje akutwae achukue mtu fulani kwa kama mchezaji fulani lazima amemwona mahali fulani akiangaziwa. Hilo swala nilikuwa najaribu kushare na mwalimu wa St. Martha's Mwitoti juzi, ilikuwa on Sunday. Naam. Nilienda nikamkuta, nikamuuliza mwalimu, hii shule iko na official page? Akaniambia ya mpira ama nikamuza achana na vitu za sport. Iko tu na ile official page tu ya shule. Naam. Akaniambia ina ndio wanataka kuunda. Nikamwambia hiyo kitu ndio inarudisha nyuma. Kwa sababu unajua watu wengi wakishajua tuseme kama tumemarket kama hiyo timu ya Mwitoti 2022. Naam. Ya kina Dennis Biketi. Mtu hata shinda kutufuatilia sisi. Kwa maana unajua sisi maybe hawajui kama tumekutana nao hiyo siku ya mechi ama tunawajua. So wataenda kutafuta, like mimi nikitaka kujua kama game zimeisha. Nikitaka kujua kitu yote inaendelea kwa shule ya Msingu, nitaenda The Scorpion. Kwa page yao niangalie. Haswa sana Trans Nzoia wanafuatilia hiyo page ya The Brown Saints. St. Anthony ya St. Joseph, niende niangalie wako na nini. Juu wale ndio wanajua kitu ina happen pale kwa shule. Niende Joga wako na page yao niangalie. Solidarity Boys. Solidarity. Lakini kama shule ina page inakuwa ngumu, inakuwa ni bala. Alafu hii page wale unajua sasa wakifanya kila kitu wana update inakupea urahisi wa kupata hizo news. Juu wewe huwezi kaa tu hivi na unasema acha ati nitapata news. Lazima ukue feeded, unaona. Na kuwa feeded kama hawatakwambia utaenda kwa page yao. Upate Msingu kumbe wako na hii kitu au wako na hivi. So mimi nasema hiyo page pia inasaidia. Inakulia sana. Sana. Kuna baadhi ya watu wanaweza kanajiuliza Lumbasi Junior nini akili ziko tu kwa sports peke yake au any event basi akitwa yeye ataitikia na wajibika achape kazi? Mimi mimi nilikuwa nasema kando na kupiga picha. Unajua picha haiwezi kulisha. Alafu picha ni kitu yenye tunafanya tu juu tunapenda. Ile tuko free unaenda. But sasa mimi nilikuwa napiga hesabu nikimaliza graduation, juu niko na graduation hii mwaka mwezi wa 11 Mungu akijalia. Alafu nianze nipige hesabu zingine. Juu ukifocus tu kwa hizo mapicha unajua sasa picha haiwezi kuingizia. Kweli. Labda tu upate mahali kwa studio, maybe upate mahali ama shule ikuchukue kulipenge per month. Lakini hizi zetu game zikiisha tenda kupiga wapi? Producer, huu mwaka scheduling yake uko vipi bana? Tutaenda graduation? Lazima tuende, si ndio? Lazima tuje bwana. Unasema deki? Itafaa ikue. Nikishamaliza hapo ndio naanza kupiga hesabu kama profession bado ni ya ACT. Sisemi kitu bwana. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba profiling ya player, tuseme kama bingwa wako uliomzungumzia Omwami. Kumtengenezea profiling yake nzuri, akaweka na page yake vizuri pia ni moja ya vitu ambavyo kwamba vitakuwa vinamuuza mchezaji. Lakini unakuta kwamba unatafuta hata picha ya mchezaji fulani unakosa mitandaoni. Sasa unajua ukitafuta mchezaji umkose. Sasa hiyo pia ina affect our players. Unaweza pata hiyo tena inatokana sana na hizi shule ndogo. Unapata shule hizi kama ndogo hizi ziko na players wazuri sana. Lakini sasa juu watu akili zao zimepiga kwa zile shule kubwa. Unapata hata tu kupata picha ya mchezaji mzuri mwenye ako shule ndogo inakuwa ni ngumu. So sisi photographers tumejua tu twende penye Msingu wako ndiko na players wazuri. Twende penye GC wako wako na players wazuri. Kivayo amwangalie. Unapata timu kama unapata matimu kama Sirigoi. Ule captain wa Sirigoi ni mchezaji mzuri. Nani anamjua? No. Hakuna. Unapata mashule kama hizi Mwira. Mwira wako na players wazuri. Kuna mtu anawatambua. Watu wanakimbilia wapi? Uyeta, Bishop Njenga.
unakimbilia Butere. Unapata hizi shule ndogo kama ukipata ilikuwa mwaka gani ya World Cup. Tukizungumzia Jane Kueyu kutoka Mwitoti, hiyo shule ndogo kwenda World Cup Dominican. Unapata huyu coach Mildred Cheche alikuwa kwa matembezi zake akasema acha niende nione game ya Butere Girls. Na hiyo time Butere Girls walikuwa kwa uwanja moja, walikuwa wanacheza ground moja na Mwitoti. Unaona? So ilikuwa Mwitoti watoke, Butere Girls waingie. So ile harakati ya Cheche kungoja ile game akasema acha nione hii game ya walikuwa wanacheza Musoli na Mwitoti. Akaona Mwitoti, akaona Sara, akaona Jane Kueyu na goalkeeper Efi. So unaona ile harakati ya kuja kuona Butere Girls ikazaa watu watatu opportunity so ikapea chance nani akaenda World Cup. Huyo Jane Kueyu. Jane Kueyu kufika World Cup, ile kucheza kwake vizuri, kumarket jina yake na shule. Hawakungoja, wakajua huyu penye ametoka mpaka kuna mchezaji mwingine hawezi kosa. Wakarudi wakapata nani? Kelsey akaenda trials hizo za World Cup na Sara Omar. Na sasa ndio nakwambia hizi shule ndogo ziko na players wazuri. Lakini sasa ule mtu wa kuweka hapo juu aonekane ndio pia strategy hazipo. Alafu hiyo kuzungumzia kuhusu profile ya mchezaji. Naona sasa hivi cartels wamejaa wengi. Sasa unapata mtu anakutumia message anakuambia kama juzi mimi nimekuwa na mambo mingi, unapata mtu anakutext anakuambia mimi ni Diana Anyango. Hiyo wakati wewe unajua Diana Anyango ako shule. Bana anakuambia mimi ni Diana Anyango, hatuko na mapicha zangu tukiwa complex. Nikamuuliza Diana Anyango uko nyumbani saa hii na watu wako shule? Nikamwambia acha nipigie coach. Coach akaniambia Diana ndio yako shule ako training. Mwingine ananiambia ako juu sasa yako anapata ma likes mingi, ananiambia yeye ni Lona Faith. Nikapigia Lona Faith simu nikamuuliza uko na page yako Facebook? Lona akaniambia niko na page. Yes, niko na page Facebook but iko na 2.6k followers. Na huyo ako na 6. Nikamuuliza unajua mtu fulani? Akamwambia huyo simujui. Unapata mtu anakutext anakuambia ni Marion Serenga, anakuambia nitumie kwa pesa. Marion Serenga anaweza kuomba pesa. So hizo vitu zimeleta hizo vitu zimeleta mchanganyiko sana. So unashindwa kuelewa huyu ni mchezaji mwenyewe ama so hiyo kitu inasumbua sana ma players. Unapata mtu anatumia jina yake. Juzi nimepata ingine ya Halima Imbachi. So unajua hiyo Halima sasa hivi kwa wapi ile? Kwa Kenya Police. Lakini sijamuona katika kikosi chao kianza bana. Unajua sasa unajua ile squad iko pale. Unajua kila kitu na muda wake. Na patient pays. So mimi naambiangalia hata tulikuwa Bungoma game ya Kenya Police Bullets wakicheza na Bungoma Queens. Nikaona kocha anaita Halima. Hapo walikuwa na win 2-1. Halima akaoma 90 minutes zikaisha. Nikauliza coach, unaamsha player na home muda wote mpaka game inaisha? Akanyamaza. Alinijibu vibaya. Kocha alinijibu vibaya sana. Akaniambia ati kama una support Kenya Police Bullets juu ya Halima uko na shida. Sikushughulika naye. Nikapigia Halima simu hapo jioni, nikamuuliza nini inafanyika? Halima akaniambia ni hivyo tu lakini muda wangu utafika. Nimeona Halima amecheza ilikuwa game gani juzi wakimaliza ligi. Halima alikuwa anaficha kwa hizo magame akicheza but mimi niko na hopes mpira yake na bidii yake atakuja pay one day. Unamwambia vipi ile kijana ambaye yuko pale nje anataka kupiga picha au mpiga picha kama Lumbasi? Mimi tunaweza mwambia atie tu bidii. Kila kitu iko na wakati wake na kama anaifanya kwa kuipenda itakubali. Itaikubali tu, asikufe moyo aseme ati sijui nini. Mimi nimeanza kupiga picha na simu. Piga picha na simu, hiyo timu ya Bunge na wapiga na simu, Mwitoti shule na wapiga na simu mpaka Visai. Ningesema ati wacha sijui nini singefika penye nili. Tunaenda national. Alafu wajaribu pia ajaribu kutembea na watu wajua na wabingwa ambao wanajua. Ajua wanafanya nini, wanafanya nini, ukitaka kufanya nini, nafaa ufanye nini. Hivyo ndio atagoro. Watu wanaenda nationals na kumekuwepo na tetesi kwamba huenda zikienda timu mbili. Wewe labda unaona nationali nani atabeba na usemi wako nipe kuhusu
hizi tetesi ambazo zimekuwepo? Kulingana na hizo tetezi, mimi kitu tunazosema, mimi naona iko sawa. Unajua gadi ya sawa, jamaa pia wanapiga hesabu. Unajua sasa wapige hesabu ya national. Naam. Sasa wanapiga hesabu ya East Africa. Na Kenya kuproduce teams zenda East Africa inafaa kuna teams ngapi strong. So unapata tukipeleka teams weak national. Naam. Alafu ziproceed kwenda East Africa. Itakuwa shida. So ndio hao watu unaona sasa kama Trans Nzoia. Ukose kwa national job, ukose St. Anthony. Naam. Tunapeleka, unajua sasa East Africa iko kama kwa boys, tuko kama tumepeleka Kakamega High School na Highway. Naam. Hizo ni timu mbili. Na inafaa ziende timu ngapi? 4. Ukienda kwa wasichana tumepeleka Archbishop, Nyakach na ile Joga. Achana na Bishop. Joga kwa vizuri. Sasa tumepeleka timu mbili. Naam. Unapata sasa competition pale, na unajua wale Waganda wakikuja wanasema nini? Wako vizuri. Ndio hivyo. Nadhani kwamba producer ananiambia kwamba muda haunasi. Lakini ukiaga mimi nikiaga, unajua muda pia, unajua sasa tukianza mazungumzo tunaweza zungumza mpaka kesho. Lakini sasa mimi kitu tunaweza sema ni Agadias, sisi kama mafotografa, naam, tusidwell sana kwa mipira za secondary schools. Kuna teams huku chini. Juzi nimekuwa finali ya JSS pale Mia Sports Complex. Naam. Mwira wakicheza na Kakamega Hill. Mayoni wakicheza na Mia Central. Sisi kama sports journalists na photographers tuachane kuweka akili zetu zote kwa mipira za shule za sekondari. Naam. Turudi huku chini penye tulifikisha wale, tuanze hawa tuwazu. Naam. Kuna talanta ziko kwa hizi shule ndogo hizi za JSS. Hizo talanta zitakufa. Ukiangalia kama Mia Sports Complex ni finali, lakini mpiga picha alikuwa mimi peke yangu. Ukiangalia pale Kisumu, mtu anajaribu kuleta JSS coverage, Jose Tokles. Naam. Ukiangalia kama pale Trans Nzoia, Cornelius. Naam. Hizo magame zitapotea. So vile tunapiga za high school, pia turudi tuangalie zingine za chini. Ndio hivyo, asante sana kwa kutusikiza kutuganda kikupe. Mimi ni Agadias, siku panapo majaliwa basi tutakutana siku nyingine. Nyuma ya kamera amekuwepo bingwa kwa jina la Fortune MJ. Kwaheri kwa leo.